Huyu ni daktari wa kizazi, atakuwa anatuelezea mengi tu kuhusiana na matatizo ya uzazi na jinsi ya kutatuliwa hasa katika jamii yetu hii hapa Kenya na bara Afrika. Mgeni wetu wa pili ni Dan Mgera ambaye ni mwana saikolojia, mshauri nasaha na mwanzilishi wa kituo cha Ulumbi cha The African Center for Public Speaking. Yuko hapa, atakuwa anababadua na kuchanganua swala hili la utata linaathiri vipi saikolojia ya wanandoa. Alafu mgeni wetu wa tatu ni Cecilia Karanja, mwanzilishi wa Fertility Kenya. Yuko hapa kuelezea zaidi jinsi anavyosaidia wanandoa wanaoishi na utasa. Karibuni sana. Asante. Karibuni kwenye Kimasomaso. Naam, tukianza tu na Madam Karanja, kutokana na kisa chako tumetazama pale. Je, hali ya kukosa watoto kwa miaka 10 ilikuathiri vipi kisaikolojia, haswa katika jamii yako ya karibu, bwana na watu wake? Tuseme kwangu mimi nilipitia mambo magumu sana, kwa sababu nilikaa miaka 10 bila kupata mtoto. Nikiwa msichana mdogo nikaolewa. Alafu kama kawaida kwenye society, unajua mnaenda nyumbani mnagojewa watoto. So si tukupata. So ilikuwa ni vita kwenye hiyo ndoa. Alafu mwisho wake after miaka 6 nikafukuzwa kwenye ndoa. Naam. Alafu immediately nikaingia kwenye ndoa nyingine nikidhani nitakuwa na suluhu. Kuingia kwenye ndoa nyingine tukakaa miaka 3. Akaoa bibi mwingine na akanifukuza kwa sababu ya kukosa watoto. Kwa hivyo nilikuwa nimeenda kwenye wakati mgumu sana. Nilipotupwa mara ya kwanza na ya pili, tuseme mara ya pili ndio ilinigonga sana, kwa sababu nilienda into depression. Kwa sababu sikuwa ninaweza kuangalia watu, hata nikienda kwa njia, nilikuwa ninajihisi mimi si mke kamili, na pia sitakikani kwenye society. Yeah? So nilikuwa niko kivyangu, nikapoteza marafiki kwa sababu nilikuwa naona ni kama hawanielewi. So tuseme kwangu mimi nilikuwa natikalia maisha yangu, nikapoteza marafiki, nikakuwa tunataka kuishi maisha yangu peke yangu. Yeah. Dr. Witi, wewe ni binti mama kama yeye, labda kwa nini ukaamua kuwa daktari wa kizazi? Hiyo itakuwa swali ndefu sana. Sijui kama nitamaliza hiyo kisa kwa leo. Kifupi. Lakini kwa kifupi, mbeleni nilikuwa nataka kwa engineer. Lakini nilikuwa nataka kwa chemical engineer. Haikuweko kwa University of Nairobi kwa hiyo wakati. So nikaamua kufanya pharmacy. Hiyo kufanya pharmacy, nilipata bahati kupata sponsorship kwenda Urusi. Lakini nilirudi likizo, nilikuwa na mentor wangu ni daktari anaitwa Dr. Thigo kwa Mombasani. Akanielezea pharmacy si mbaya, lakini ananijua mimi ni mtu napenda watu, nijaribu nikue daktari. Nikamsikiza, nikabadilisha course, nikawa daktari. Na kutoka hiyo siku, kwa sababu nampenda sana, na pia yeye ni daktari wa wanawake, wa kike, na ni daktari mzuri sana. Nilikuwa namuona ni mtu mzuri sana. So sio siku nikaamua nitakuwa daktari, niliamua pia nitakuwa daktari wa kike. Naam, kwa visa kama vyake Bi Karanja, inaweza kuwa pengine vile kusukuma kama mwanamke kwamba uingie katika udaktari wa uzazi ama wa kizazi ili uweze kusuluhisha baadhi ya matatizo kama haya? Okay, vile nilimaliza kusoma gynecology, yani ile udaktari wa wanawake. Niliangalia ni kisa gani inanipendeza. Na nilichagua hiyo kusaidia wanawake kupata watoto because niona ni kitu si rahisi, na ni kitu iko very frustrating kwa watu wengi. Na ile uzuri wangu, mimi napenda kupatia watu motisha. Na ni kitu inahitaji mtu ambaye anaweza kupatia wale wanawake, because ile kisa yake hayuko peke yake. Na najua kwa hiyo foundation yake, hiyo ndio kisa ya wale wanawake. Wako kwa ndoa, wanateswa, si bwana, si mother-in-law, watu wote wanamchukia, wanaona hana maana kwa hiyo familia, wanamfukuza. Na nikaona wacha niwasaidie
wanawake. Naam. Ndo nikaamua tumeenda India, tumeenda Germany kupata course, na kwa sasa tunasaidia wanawake kwa mbinu tofauti, from simple measures kama IUI, hiyo ni kuweka ile tunasema sperms za mzee kwenye kizazi, kuweka mbegu za mzee kwenye kizazi, hiyo ni rahisi. Gynecologist yote anaweza fanya hiyo, mpaka ile IVF, ile in vitro fertilization. Tutakuja hapo kwa IVF na zinginezo. Tupate labda mchechemko wa Dan, kisa chake Cecilia. Kisa cha kusikitisha. Kwanza wacha nikwambie Lofty, Afrika sisi bwana tuna tabu nyingi. Kama hujaoa bwana ama hujaolewa, watu watakupeleka mbio sana. Oe nini. Haya, ukishaoa sasa, sasa pressure nyingine yaja. Mtoto. Ukipata mtoto wa kwanza, wasema hatoshi. Wataka wa pili. Ukipata wasichana peke yake, hawatoshi. Wataka kijana. Ukipata vijana peke yake, mtakaaje bila kumzaa mama? Sasa Afrika tuna dhana nyingi na itikadi zetu zinatusumbua sana. Maana kusema la kweli, mimi kama mtu nilie katika taaluma ya ushauri, ni lazima sharti watu waweze kukoma na kuelewa kwamba watoto mbali na yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Alafu jambo lingine Lofty, mara nyingi wanawake wanalaumiwa sana, lakini pia kuna wanaume, nafikiri daktari atuambia hapa, wako na shida kama hizo. Na nimeona za zingine katika ushauri na saa ndoa zinavunjika na jamaa ndio mwenye shida. Lakini sisi katika itikadi zetu tunaona ya kwamba shida hii ya utasa iko na nani? Wanawake peke yake. Sasa inaweza mdalilisha mwanamke sana, na saa zingine yeye sio mwenye shida. Lakini hata kama yeye ndio mwenye shida, bwana, kuna suluhu aina nyingi hizi za udaktari. Kuna suluhu za watu kwenda katika ushauri na sana kuangalia jinsi gani pengine tunaweza kuadapt mtoto na tuendelee na maisha. Maana hata maombi, ulimpenda mtu kwanza, hukupenda hakuwa na mtoto. Ulikuwa bwana ununui gari kwa sababu ya kuweka mafuta. Yale mafuta ni ya kusaidia tu gari iende. Sasa hao ni matatizo makubwa ambayo lazima tuweze kuyatatua katika jamii, ili jamii iweze kukubali ya kwamba ndoa ndiyo inaweza fanyika, lakini kuna mambo kadha wa kadha ambayo yanaweza tokea katika ile ndoa, na wanandoa ambao wamekomaa ni sharti wayakabili. Naam, tuangalie suluhu sasa za huu utasa. Bibi Cecilia Karanja, katika ndoa yako ya 3 pia ilikuwa na haya matatizo ama uliingia mtoto akaja? Tuseme wakati nilipokuwa struggle na hii mambo ya kutafuta mtoto, ndoa yangu ya kwanza nilienda nikaangaliwa, nikaambiwa sina shida. Kwa hivyo wakati huo mzee ndo alikuwa na shida. So nikiingia kwa ndoa yangu ya pili nilijua naenda kupata mtoto. Immediately. Ndio nikaenda nikapatikana niko na blockage of tube na niko na fibroids. So daktari aliishi kuniambia lazima tufungue hiyo mishipa. So ni pesa. Unajua daktari atakwambia sio pesa kidogo. Ilikuwa pesa mingi. So ilikuwa tu ni kutafuta. So katika hii nilipotupo, acha niseme nilipotupo kwa marriage yangu, nikasema siendi kwenye ndoa kama sina mtoto. So ndio tulipatana na mzee wangu, ndio nikaanza kutafuta mtoto nikiwa situjakaa na yeye. Huyu mke wako, bwanako wa 3. Sasa nikaanza kutafuta mtoto. Juu sikutaka kwenda into depression kwa sababu pressure ya nje ilikuwa ni mingi sana. Juu kila mtu ukiolewa watu wote wanakuangalia. So nikasema acha kwanza nipate mtoto kisha niweze kuolewa. Ukachukua mbinu gani? Kama ukachagua mbinu gani? Kama wakati hiyo niki struggle, daktari aliniambia nitafanya laparoscopy. Laparoscopy ni hiyo kufungua mshipa. Though aliniambia ni laparoscopy ama nifanye IVF. Kwa hivyo ilikuwa 50-50. So wakanieleza it's either tutaenda tujaribu tufanye laparoscopy, ikikosa nifanye IVF. Bahati mzuri na mimi muombaji, naomba Mungu sana na waamini laparoscopy kakubali na nikasaidika. Daktari, mbali na laparoscopy, kama leo tunaangazia sana kubebewa mimba, kimombo surrogacy, je, laparoscopy ndio peke yake mbinu ya pekee ama kuna zingine labda tutajie? Kwanza just
kuelimisha watu wote. Laparoscopy ni mbinu ya operation. Ni ile hatukati mtu haswa, tunatumia kamera ndogo inaingia kwenye tumbo. Sawa. So kuna hiyo kamera, yani kamera mwaingiza kwenye tumbo. Yes. Okay. Ni kadogo sana. Kanaingizwaje? Washiriki wangu hapa anajua watauliza maswali katika muda usio mrefu. Kile kijika, yani ndogo ya hii ambayo unaiangalia. Ni kubwa sana. Hii ni kubwa sana. Unajua millimeter, 10 millimeters. Hiyo ni sentimita 1. So ni kitu ni pipe. Kadogo tu. Teknolojia imeendelea sana, inatusaidia sana. Kweli. So pia niko na kamera ndogo zaidi ambayo tunaweza ingiza kwenye kizazi. Tunaita hiyo hysteroscopy. So ni mbinu ya kufanya operation. Operation yenyewe alifanywa ni tuboplasty, yani kutengeneza tube. Sasa so kulingana na sababu, kuna watu walimesema alikuwa na fibroids. Kuna mtu ako na fibroids ndani ya kizazi, hiyo ndio inazuia pengine ashika mimba, lakini mimba ina implant kwa hiyo fibroid, mimba inatoka. So tunatoa hiyo fibroids kutoka hiyo hysteroscopy. Yani ile kamera, tuko na instruments zetu ni ndogo, lakini tunafaulu, tunawasaidia wanawake wengi. So kwa sababu leo tunaongea juu ya surrogacy, wacha hiyo surrogacy ni mwanamke mwingine unamuuliza kama atakubali kukubebea mimba. Hiyo inamaanisha either kizazi yako huna. Nilikuwa na mgonjwa mmoja alikuwa amefanywa hiyo myomectomy. Myomectomy hiyo fibroids na nirudi. Alikuwa atolewe fibroids, lakini bahati mbaya alikuwa na bleed sana wakati wa operation. Ikabidi kwa kuokoa maisha yake, madaktari walitoa kizazi. Kumaanisha hana kizazi. Lakini ako na ovaries bado. So tunaweza harvest mayai zake, tuweke pamoja na mbegu za mzee, na tunatengeneza mtoto, tunamrudishia, lakini hana kizazi. Hiyo mtoto tumweka wapi? Swali hilo. Ndio lazima, ndio hiyo tunaita surrogate. Mtafute mtu sasa mbebe ile mimba yake. Hiyo ndio mbebe. So hiyo ndio namuita surrogate. Ndio atambebea hiyo miezi 9 apate mtoto, mwishowe anarudishia yule mama mtoto wake. So, mbali na kwamba mtu kizazi kimetolewa, kuna sababu zingine ambazo mtu anaweza muamua tu, labda unajua siku hizi mambo ya .com, pengine mimi sitaki kuchoka, sitaki tumbo langu litebwereke, kwa hivyo acha nitafute mtu anibebe, labda nimlipe. Maana nataka nibaki kichuna, shepu ibaki shepu. Kuna sababu kama hizo, ama pengine kuna sheria ya kuzuia kwamba lazima iwe ni sababu ya kiafya ndio isababishe mtu abebewe mimba? Okay. Sisi kama madaktari tungependa tunafanya hiyo surrogacy kwa sababu pia iko na risks pande zote. Sawa. Kwenye mtu ambaye ako na shida ile kwa kiafya ndio inamsababisha tufanye hiyo surrogacy. Lakini maisha kuna countries ziko tofauti. Unapata kuna country unaweza kubali kama utaki kubeba mwenyewe, unazibebewa na mwenzako. Lakini sisi kama medical people tungependa ni juu ya afya. Na Cecilia, kabla kuja kwake Dana, mbali na kwamba ulipanuliwa ama ukatengenezwa mishipa yako, kuna mbinu nyingine kama IVF ambayo labda pengine ulitumia kupata baadhi ya watoto wako wale 3 ambao uko nao sasa? No, kwangu hapana. Kwangu nilipofanyiwa operation ya laparoscopy, watoto wangu niliwapata kawaida. Lakini kwenye organization kuna wengi ambao wanawasaidia kufanyiwa IVF. Naam, unawasaidia wengi pale. Tunaishi katika jamii ya Kiafrika. Je, wale wote ambao wanakuja kwako unawasaidiaje kuhakikisha kwamba labda hawapati ule unyanyapaa kule nje? Maanake navyoelewa IVF ni kwamba mayai yanachukuliwa, mbegu za mume zinaunganishwa kando pale, alafu mtoto atolewe. Tuseme couple ikikuja kwangu, au watu labda wamekaa miaka kama 5 na kuendelea, wengine wameishi hata miaka 20 pamoja na wajapata mtoto. Kwa hivyo wakikuja kwangu, wakuja wasikie kuna kitu ambaye inaweza wafanya wabebe mtoto, hata waongei tena, wanataka tu hiyo ndio wanataka. Hata kama atatoka wapi mtoto. Hata kama atatoka wapi. Kwao sasa hiyo wamekuwa wamefika mwisho. Kwa hivyo ukiwaeleza ni kupita hii njia, wanapita hiyo njia na wanafanya. So kwa wengi wao hawafangi na shida. Apart from ile shida kubwa ile iko kwenye hii country yetu, ni bei ya IVF. Bei ya IVF iko juu sana. Ili kiasi gani? Iko juu, tuseme kuanzia karibu
nusu milioni. Nusu milioni. Yeah. Ndio mmefanya utafiti katika nchi zingine mkaona pengine bei iko chini? Hapa Kenya wanagongwa. Kenya kwetu iko sawa, si ati iko mbaya sana ukilinganisha, but utapata mahali kwingine kama South Africa ni kama the first one is free. Unaona, so afadhali tungekuwa na kitu kama hiyo. Kapo inapewa opportunity ya kujaribu kupata mtoto mara moja. Sasa hizo ni sheria na sera zimewekwa na serikali ama ni hospitali binafsi? No, ni sheria zimekuwa set na serikali. Kama mnatafuta mtoto na uwezi kupata, unaweza enda kwenye hospitali na upate bure kwanza. Bure kwanza. Sisi pengine ushafanya uchunguzi pengine ukajua pengine NHIF kama inaweza kusimamia. Kweli kabisa, mimi nashukuru. Pengine mtoto wa kwanza. Tuseme mimi nashukuru kwanza NHIF kwa sababu saizi wameanza. Nishaenda nikapeleka malalamishi yangu kwa kuhusu watu wangu kama members wangu, kwa sababu tuko over 500 members kwenye Fertility Kenya. Nikiwaomba kama wanaweza kuwa covered, wakanieleza I need to do a paper so that waangalie hiyo maneno, na already it is on the process. But kwa saa hizi kama watazamaji wangu wangejua ni eti civil servants wako covered kwenye IVF. Kwa sababu hiyo ninashukuru kwa sababu already Kenya tumeanza hiyo tumeanza kupiga hatua. So ninajua saizi wanaanza kuona kama ni sawa, kisha tuende the next one. Na ningeomba kama wangeweza kuharakisha kidogo ndio wao wa members wangu tena wasaidie. Nimuuliza swali la kidogo hapo. IVF ni mbinu moja, and at least kama na NHIF inaweza cover operations. Sawa, so tuseme kama hiyo laparoscopy ni operation, na NHIF kulingana na insurance zingine haibagui kama ni mambo ya fertility. Unakuta mtu anaweza kuwa na insurance ako na cover 10 million, lakini fertility ile shida ya kupata mtoto haiwezi kuwa covered. Lakini at least na NHIF kama ni anahitaji operation yoyote, at least kwa sasa NHIF itasimamia at least 130,000. Kwa wanaongeza zile 200,000 za juu. Tuseme kama laparoscopy kutumia na hospitali inaweza anza from 150,000 to 250, 300,000 kawaida. Inategemea ni hospitali gani umeenda. So mtu akikupatia 130,000 ni watu wangapi watakupatia 130,000 tu hivyo. So ningeomba watazamaji na wale wako kwa studio, kama hamna kadi ya NHIF tafadhali chukueni. Inawasaidia sana. Wanakusikia hawa walio kwenye studio. Na tunashukuru NHIF sana. Dan, athari za kubebewa mimba, labda kabla kuja kwa washiriki wetu ulize maswali. Athari za kubebewa mimba zipo hapa. Mwanadamu unajua kimaumbile ameumbwa kama ni mwanamke, anatamani siku moja abebe mtoto wake yeye mwenyewe. Kuna hisia fulani katika utafiti wa kisaikolojia ambazo zinashikana na mtoto na mama mwenyewe mzazi. Alafu athari nyingine ni ya yule anayebeba. Kwa kiwango gani ana ukakamavu na amekomaa kiasi ya kuwa ataelewa ya kwamba nimebeba mimba, lakini asijihusishe sana kihisia na yule mtoto kiasi ya kuwa anapomzaa yule mtoto kumpatia wenyewe iwe balaa belu. Na nafikiri hapo, sijui, ningetaka kujua kama kuna kisa tuambie cha surrogate, lakini nafikiri Afrika hiyo ndio itakuwa shida kubwa sana. Vurumai anataka mtoto na si wake. Maana ile kudetach kwa lugha ya mkopo feelings za mama na mtoto ambaye amebeba kwenye tumbo inakuwa balaa. Unaona, utapata wengine wanasema wanaota paka majinamizi kwamba mtoto wao ameenda. Unaona, na yule mwingine naye pia kuconnect na yule mtoto ambaye ni wake ndio, lakini amekaa katika tumbo la mwingine. Nafikiri kuna ushauri na saa kadha wa kadha ambao lazima hao wote wawili wapitie katika kiwango cha kufikia cha kukubali ile hali halisi. Naam, tutakuja tujue tofauti ya IVF na vile surrogacy, na pia tujue kama kuna visa vya mtu kushikilia mtoto ambaye alimbeba akiambiwa beba tu sasa ni kwa wake. Lakini kwanza nafikiri tuhusishe washiriki wetu. Karibuni sana kwenye mdahalo huu wa kimasomaso. Pengine kama kuna swali lolote mtu anaweza uliza kuhusiana na swala hili. Naam. Pale nyuma usema jina lako labda alafu tuambie. Okay, jina langu naitwa Jacqueline Karenya. Ningetaka kujua how much does surrogacy cost in Kenya? Naam.
Swali hilo litajibiwa. Alafu vile vile kabla muendelee, pengine nimhusishe pia mtazamaji aliye pale nyumbani. Swali tunakuuliza, je, unaweza kubebewa ama kubeba mimba ya mtu mwingine? Je, unaweza kubebewa mtoto ama kubeba mtoto wa mtu mwingine katika mimba yako? Ndo swali katika mtandao @KTN News @LoftyMatambo hashtag ni Kimasomaso. Jibu tutakuwa tunaangazia, unaziona pale wakati kipindi hiki kitakuwa kinakwenda hewani. Turudi hapa. Naam, unaweza jibu swali lile, ama kama uko na swali pia uulize. Nina maswali mbili. Naam. Moja inaenda kwa daktari. Au watoto wenye wanazaliwa kutokana na surrogacy. Kwa sababu naelewa ni mbegu za wazazi wengine zinatolewa, zinawekwa kwa mwenye anabeba. Naam. Au watoto wakizaliwa afya yao kuaje? Wanakuanga tu kama watoto wenye wamezaliwa naturally, if I can say. Alafu swali lingine, Kenya kuna sheria yenye ina guide surrogacy. Sheria yenye ina guide surrogacy yenye inafanya. Jina lako? Kwa majina naitwa Bruce Makori. Bruce Makori, asante. Yeah. Swali moja la mwisho alafu tuyajibu tukisonga. Inaitwa Kennedy Musa. Swali langu linaenda kwa daktari. Hapo nyuma kama unakumbuka ama kama bado iko, kulikuwa na kitu inaitwa test tube babies. Je, ni sawa na surrogacy ama ni tofauti? Asante sana. Microphone tu pale pale, tarudi kwenu. Tuanza na gani daktari? Bei? Bei ndio rahisi. Ama nianze na sheria ndio to guide na bei. Sawa. Sheria ipo. So sheria kulingana na surrogacy kwa sasa haijapitishwa. Tuko na bill, ni Assisted Reproductive Technologies Bill, iko tayari, lakini Assisted Reproductive Technologies Bill. Yes. Iko tayari lakini bado haijapitishwa kwenye parliament. Sawa. Kwa hiyo bill ile inasemekana surrogacy, yani ile kubeba, hufai kulipwa. Yule mama atabeba. Hufai. Mimi nabeba mtoto, nitaathirika labda kimaungo, alafu silipwe kitu? Tunaita wale wazazi ambao wanataka kubebewa mtoto commissioning parents. Ile responsibility yao ni kuangalia any expenses is arising kulingana na hiyo process. So kama transport, hospital bills, maneno kama haya wataangalia, chakula vitu kama hiyo. Lakini nafikiri utengenezwe. Na hiyo agreement sisi kama madaktari hatuingii, ni agreement kutoka na commissioning parents na the surrogate mother. Na ungeona hiyo ni nzuri, lazima tuna involve wakili pia, because ni kitu iko very serious. Pia mtoto akizaliwa kwa most countries, yule mtoto legally ni mwenye amemzaa mtoto ni legal parents. So lazima mtoto akizaliwa give up, yule mama give up rights zake ndio apewe hawa commissioning parents. Hivyo kuna kuandikishana. Lazima anatia sahihi. Yes. So ni kama wata-adopt huyo mtoto. Hata kama genetically ni wao, kuna hiyo option, mtoto inaweza kuwa wao, ama kama hawezi kabisa, wanaweza pata mtoto wa hizo mbegu both ya kike na ya wanaume kutoka watu wengine, waweke mtoto kwenye surrogate. Niulize daktari, je, kuna visa vingine vya kwamba mbegu moja ni ya yule anayebeba? Yes, inawezekana. Na katika hiyo hali pengine utata unaweza kuwa juu zaidi wa kwamba umiliki wa ule mtoto. Maana mbegu moja ni yangu. Ule utata ama inakuaje pale? Ndio nasema ni ngumu, hiyo ndio shida inatokelezea. Na sana kama mbegu ni ya mtu mmoja na si wa mwingine, lakini lazima ukiadopt ni kama hata in a marriage, may break up and you have adopted mtoto. Legally when ni mzazi, yule mwenzako hafai kukuonea kwamba mbegu si yako, lakini maisha ni tofauti. Twende kwa afya. Je, mtoto yule huwa na afya sawa na wengine? Research inatuambia kwa sasa that ile tunakuwa na wasiwasi nayo ni any congenital abnormalities arising na hiyo procedure. Na kwa sasa ile research tuko nayo hakuna tofauti kwa hizo abnormalities kwa wale watoto wamezaliwa kawaida na kwa wale watoto wamezaliwa na hii mbinu ya IVF. Kulikuwa swali kulingana kama hiyo test tube baby na IVF ni tofauti ama surrogacy.
test tube baby ni sawa na hiyo IVF. IVF inamaanisha in vitro fertilization, yani tunaweka mbegu kati ya chupa, tunatengeneza mtoto. Alafu ndio sasa mnapeleka kule. Lakini sasa surrogacy ni kama mama hawezi beba mtoto, so tunatumia kizazi cha mwingine kubeba yule mtoto, so it's a part. Huwezi fanya hiyo surrogacy bila kufanya IVF. The only other way ni kama tuseme mtu akubali IUI, kumaanisha hata hiyo surrogate atakuwa mbegu tutakuwa tumetumia zake. Umeelewa? Tukifanya hiyo IUI na mbegu itakuwa yake, lakini mbegu ya kiume itakuwa ya mzee. Mwisho kabisa bei IVF yenyewe kama unatumia mbegu zako binafsi kwa ile hospitali nafanyia tuna charge about 400,000. It's plus or minus 50,000 kutegemea ni hospitali gani umefanya. So kwetu tunafanya about 400,000. Kama unatumia mbegu za watu wengine itakuja kama 550,000. Kwa mbegu pia za chajiwa zile mbegu. Unajua kama ni mbegu za kike ni si kama za wanaume. Wanaume unafanya ile process, sitaki kusema, lakini vile sina jinsi nyingine ya kutaza, unafanya tu masturbation, unaweka hiyo semen kwenye chupa, tunapata. Lakini mbegu za wanawake ile Kiswahili. Asante sana. Na je, pengine unaangalia ni ipi huwa inachangia hii mbegu? Labda unaangalia urefu wa mtu, wengine unene wa mtu, rangi ya mtu, mbegu za kienyeji, labda zingine za grade. Wewe na kuona unafitina sasa. Mbegu bwana. Fataki bwana. Sawa. Ama bei moja tu. Sisi ni Waafrika, ni Waafrika. So ile tunaangalia inawezekana. Kama tuko na very elaborate system, inawezekana angalia nataka mtu mrefu, hata nataka daktari nini. Kuna banks huko ngambo ziko na hiyo information yote, unaweza chagua very specialized semen. Lakini hapa ile tunataka at least bora ni Mwafrika, tunahakikisha hana madhara yoyote kama hizi kama virusi kama za HIV nini. Sasa na pia kwa familia yao hawana ile mental illness ama hawana any illness ambaye how to say is dangerous kwa mtu kubeba. So hiyo tu ndio tunaangalia. Lakini sasa hapo ikiwa mbegu ya mtu mwingine itatumika na si ya wale couple kamilifu, aswa fataki hizi za wanaume ambazo tunaita kwa lugha mkopo sperms, yule mtoto kufanana itakuwaje sasa? Maana akitokea mfanana na jamaa fulani mtaani pale inaweza leta balaa. Inaweza leta balaa. Okay, hata sisi tuko na guidelines tukitumia hizo mbegu za wanaume tupate mama fulani ameshika mimba, lazima tuko na log kuangalia ni wanawake wangapi wameshika mimba. Hatufai kuweka zaidi ya wanawake 6 successful pregnancies, hamsha hatuwezi tumia hiyo sperms tena. Atakuwa anajifanya kijogo yule jamaa. Hatuwezi kwamba yeye ndo na watoto Kenya. Na kwa hatua hiyo nafikiri tuchukue pumziko. Asanteni sana washiriki wangu kwa kushiriki katika mdahalo wa leo. Tutachukua pumziko fupi, usiondoke, maana tukirudi tutakuwa tunachukua maswali zaidi na vile vile Bi Cecilia kutuelezea changamoto zinazotokana na vitu kama hivi, za wengine kujifanya vijogoo, wengine kuuza labda mbegu zao gali. Kwa hivyo usicheze mbali, kimasomaso cha pumzika kidogo. This is KTN News.